Jamaa 40 ndio zimefika. Hawa jamaa ni noma sana, wanasakwa sana kwa vitendo vyao vibaya vya mauaji kwa waendesha bodaboda na kuiba pikipiki zao hizo. Kwa hiyo jamaa 40 imefika. Huyu Mawazo Msangaware mwenye umri wa miaka 24, mkazi wa Mlo, wilaya ya Mbozi, mkoani Songwe, anatuhumiwa kwa mauaji ya kijana wa miaka 18 aitwaye Juven Baraka Mwambugi aliyekuwa mkazi wa Isoko wilayani Chunya mkoani Mbeya. Ilikuweje story hii? Jamaa akamwambia amepata jiwe, kwa hiyo dili hili, kwa hiyo njoo tukutane hapa Mto Mapogoro kichakani huko ili tuweze kufanya biashara. Matokeo yake jamaa akamkili. Inauma sana, inauma sana. Hebu tumsikie kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya SACP Benjamin Kuzaga akizungumzia tukio hilo na hata ilipofikia hatua ya kuweza kumsaka jamaa. Unajua tena Dora ina mkono mrefu, mkono wa chuma. Jamaa akakutwa na bodaboda hiyo mitaa ya Tunduma huko. Jamaa anapiga jara. Karibu tumsikilize Benjamin Kuzaga. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mtu mmoja ambaye anaitwa Mawazo Msangaware mwenye umri wa miaka 24. Huyu ni mkazi wa Mlo wilayani Mbozi katika mkoa wa Songwe. Anashikiliwa kwa tuhuma za mauaji ya kijana mmoja mwenye umri wa miaka 18 anayeitwa Juven Baraka Mwambugi aliyekuwa mkazi wa Isoko wilayani Chunya katika mkoa huu wa Mbeya. Awali Januari 9 mwaka 2026 majira ya saa 2 za asubuhi katika kitongoji cha Isoko, kijiji cha Igundu, kata ya Sangambi iliyopo katika tarafa ya Kiwanja, wilaya ya Chunya, mkoa huu wa Mbeya, Juven Baraka Mwangumbi mwenye umri wa miaka 18, mkazi wa Isoko ambaye kwa sasa ni marehemu, alipigiwa simu na huyu Mawazo Msangaware ili wakutane katika pori kwenye mto unaoitwa Mapogoro kwa lengo la kutaka kufanya naye biashara ya kuuziana madini aina ya dhahabu. Toka siku hiyo alipopigiwa simu hakuonekana tena hadi alipokutwa akiwa ameuawa kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali kichwani, ambapo pia pikipiki yake aliyokuwa akitumia yenye namba za usajili MC 599 FJJ aina ya Huje pamoja na fedha taslimu shilingi milioni 1.5 alizokuwa nazo huyu marehemu hazikuweza kuonekana katika eneo la tukio. Kwa hiyo kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia askari wa kuchunguza matukio ya mauaji walianza msako mkali Januari 15, 2026 majira ya saa 9 alasiri huko kwenye eneo la Mpemba katika mji mdogo wa Tunduma ulioko katika mkoa wa Songwe. Waliweza kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa huyu Mawazo Msangaware aliyekuwa akitafutwa sasa kutokana na tuhuma hizi za mauaji. Na mtuhumiwa huyu baada ya kumkamata au kumkuta huko katika eneo hilo la Tunduma huko mkoani Songwe, pia alikutwa akiwa na pikipiki MC 599 FJJ iliyokuwa ameipola baada ya kutekeleza mauaji yake katika mauaji haya huko wilaya ya Chunya. Kwa hiyo uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hili lilikuwa ni tamaa za kujipatia fedha au mali kwa njia isiyo halali, na ninavyoongea hivi sasa upelelezi umekwisha kamilishwa jalada hili ili jalada lifikishwe ofisi ya mashtaka na hatua zingine za kisheria ziweze kuendelea dhidi yake. Ndimi ripota wako Uncle Tom Mpanji. Endelea kuambatana nami kupitia Upashanaji Media, lakini usisahau kusubscribe na kubofya alama ya kengele mbele ya neno subscribe. Kushare na kulike katika mitandao mingine ya kijamii ni vema na haki kabisa. Lakini sauti sana kwa kudondosha comment yako kufuatia taarifa hii ya kusikitisha ya mauaji. Nini maoni yako? Asante, bye bye.